Sote tunajua kwamba Young Africans wamekataa unyonge, kwa maana ya kwamba wameamua kuongeza kocha mwingine ambaye ataendelea kukifanya hicho kikosi chao kiendelee kwa bora, na hapo ndipo linapokuja jina la Pedro Valdemar Suarez Conchares, ambaye yeye amezaliwa Februari 7 mwaka 1976 akiwa na umri miaka 49. Amezaliwa pale Lisbon, Ureno. Moja kati ya makocha ambao wamepita kwenye timu nyingi, kwenye timu ya Amora kama assistant coach, baadaye ilikuwa ni mwaka 1996-97. Wakati 97 hiyo mpaka 2000 alikuwa kwenye kikosi cha Cova da Padida akiwa assistant coach, baadaye akawa scouting coach wa kikosi cha Sporting SP kati ya mwaka 2000 hadi mwaka 2001. Na mwaka 2001 Sporting SP ikabidi wampe kazi kwenye academy. Akakaa hapo kwa takriban miaka 14 kwenye kikosi cha Sporting SP. Kusema la kweli akafanya kazi nzuri. Baadaye Premier de Agosto wakampa kazi afundishe kikosi chao cha vijana, na hapa akaandika historia pana mpaka akajiunga na kikosi cha Angola chini ya miaka 17. Baadaye akajiunga na Angola chini ya miaka 20. Baadaye akajiunga na Angola ya wakubwa, akawapa ubingwa CONCACAF, akawapeleka kombe la mataifa ya Afrika. Lakini sasa yupo ndani ya kikosi cha Young Africans. Mmoja kati ya makocha ambao wamefurushwa kazi mara baada ya kusababisha timu yao ishindwe kwenda katika michuano ya kombe la dunia. Matajiri wakasema, sio kweli, hatuwezi kukuvumilia, inabidi sasa uondoke. Sasa ana kazi kubwa tatu ambazo alizonazo. Kazi yake ya kwanza ambayo alionayo ni kuhakikisha kwamba Young Africans inarudi kwenye makali yake yale ya zamani ambao tunayajua kwa Young Africans. Lakini kazi ya pili ni kurudisha intensity ya kikosi cha Young Africans. Kusema la ukweli, Yanga wanacheza, lakini kwenye eneo la fiziki unaona bado kama kuna kamtiani kidogo. Kuna baadhi ya wachezaji bado ni wazito. Mwalimu anahitaji kulivalia njuga hilo eneo ili timu yake iweze kuwa na ubora kama ambavyo tulikuwa tunaiona msimu kadhaa iliyopita. Lakini ni kuirudishia Young Africans kwenye zile system zao za uchezaji. Kwa sababu tunasema kwa misimu kadhaa hapa Young Africans ni kama identity yao imeanza kupotea. Yote ni kwa sababu wanacheza tunaweza sema wanacheza kama objective football. Kila mechi kwao inakuwa ni so objective. Hawana mpango kazi ambao unasema sasa huu ni mpango kazi wa kikosi cha Young Africans kama ambavyo ilivyokuwa zamani. Hizo ndo kazi ambazo alizonazo. Tunatarajia kuona kazi yake ya kwanza akisimama kwenye benchi la ufundi kwenye mchezo wa Young Africans dhidi ya Mtibwa Sugar. Although utakuwa ni mchezo ambao bado atakuwa inject vitu vyake sawa bin sawia kabisa. Kwenye eneo la elimu the guy yuko vizuri, kwa maana ya ana tabu, vyeti vyake vinamtambua vizuri kwa sababu ana UEFA Pro License. Anapenda mfumo wa 4-3-3, ndio mfumo ambao anafurahi kabisa kufundisha. Tunasema ni attacking formation. Tusubiri tuone kikosi cha Young Africans na atabadilisha Young Africans kwa kiasi gani mpaka Young Africans iende kuwa bora zaidi. Asante baba.